Tumekutanika hapa ili kuweza kukumbushana wajibu wetu kama wanawake, wajibu wetu kama viongozi wanawake wa benki ya CRDB, kwamba tupo kwa ajili ya nini? Tunabadilisha maisha ya Watanzania, tunawahudumia Watanzania pamoja na nchi nyingine zote ambazo tupo pia, Kongo, Burundi pamoja na Falme za Kiarabu, Dubai. Kwa hiyo tumekutana hapa kukumbushana, lakini zaidi kupeana moyo kwamba mwanamke ni kiongozi anayeweza, asikate tamaa, atafute kujiendeleza na kuwa tofauti zaidi, kwa sababu kiongozi si lazima tu uwe na nafasi, unaweza ukaongoza kutoka kwenye nafasi yoyote uliopo. Kwa hiyo sisi leo kauli mbiu yetu kubwa ilikuwa ni hiyo, kwamba mwanamke ni kiongozi popote pale alipo, akiwa benki, akiwa nyumbani, akiwa kwenye jamii, na kwa pamoja tunaleta utofauti kwenye jamii zetu na kwenye benki na kwenye nchi yetu ya Tanzania na nyingine ambazo tupo. Nashiriki katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani ambayo kwetu sisi ina maana kubwa, kwa sababu kwa CRDB wanawake ni kundi maalum hasa katika mchango wa utendaji na matokeo ya CRDB tunayoona leo. Kwa sisi tunaanza na staff ambao wako ndani. Tumekuwa tukitoa kipaumbele kwa kuwawezesha na kuwapa nafasi wakina mama kushiriki katika nafasi za uongozi. Tumekuwa na programs mbalimbali za kuhakikisha kwamba tunawajengea uwezo, lakini tuna program ambayo ni hasa inalenga kuhakikisha kwamba inawajengea uwezo na kuwa expose wanawake kuweza kushiriki, lakini vile vile kuwa mentor na kuwa coach ili waweze kuwa na uwezo wa kuweza kuchukua nafasi katika uongozi. Haishii hapo tu. Kwetu CRDB tunajua segment ya kina mama imekuwa na changamoto ya ushiriki katika ujumuishi wa kifedha au kushiriki katika uchumi. Kwetu sisi CRDB tuna kitengo maalum ambacho kinasimamia kuwawezesha wakina mama kushiriki katika uchumi kwa kuwapa mitaji, lakini kuwajengea uwezo, kuwafundisha namna ya kuendesha biashara, nidhamu ya kifedha. Godfrey Rutasingwa ni mkurugenzi wa utumishi wa benki ya CRDB. Leo tuko hapa kwa ajili ya kusherehekea mafanikio ambayo tumekuwa nayo katika jitihada za kuwawezesha wanawake kukua kiuchumi, kiuongozi na kwa nyanja zote ambazo wako tayari kukua. Lakini zaidi sana ni siku ambayo tunajitafakari ni sehemu gani ambayo tunaweza tukafanya mabadiliko, tukaboresha zaidi na kuhakikisha kwamba wanawake wanaweza kukua, waweze kufikia kwenye kiwango ambacho kila mmoja ana uwezo wa kuweza kufikia. Jamii yetu imeacha wanawake nyuma. Tuliamua kuweka mkazo mkubwa sana wa kipekee wa kuwajengea uwezo wanawake ili waweze kupata confidence, lakini pia na kuweza kupata ufahamu mkubwa zaidi wa kuweza kupambania ndoto zao, ziwe ni katika biashara, iwe ni katika kazi na sehemu yoyote ambako wako tayari kuweza kufikisha ndoto zao. Sisi kama banki tunatenga bajeti ya kutosha kuhakikisha hii agenda ya diversity and inclusion inapata nafasi katika nyanja mbalimbali. So in terms of training, mwaka huu tumeseti kwa kweli enough budget na tunataka tuzidishe kiwango cha mwaka jana cha mafunzo kwa wanawake, wanaume na watoto. Sisi banki yetu asilimia kubwa ni vijana, yani asilimia 70 kushuka ni vijana ambao wana miaka 40 kushuka. Kwa hiyo hizi program zetu pia zinalenga wanawake ambao ni bado vijana, labda miaka 30, watakuwaje viongozi, mambo ya mental health, lakini pia watafanyaje kazi vizuri na kubalance na familia. Niseme tuko kweli, tuko kimkakati na we are so intention kuhakikisha kwamba diversity and inclusion ambayo ina cover wanawake ndani yake inasonga mbele na benki yetu inasonga mbele.